sababu. Umeelewa vizuri? Wakina Chama, wakina Aniseti Ura, wakina Elim Panzu, wakimwangalia wanasema you are my father. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ukiangalia kitu kama hicho kinakuwa kinajenga kitu kikubwa sana ndani ya klabu ya Simba. Ambao kwa sasa hivi ukiangalia ndani ya Yanga hiyo kitu kinakosekana, kwamba kuwa na kocha ambaye anasimama kama baba. Ukimwangalia Mwalini, ukimwangalia na Pacome Piedo, ukimwangalia na Shedrack Kisaka Boka, ukimwangalia Mwalini unamuona kama mshikaji. Unamuona kama blaza, kama msela wetu. Na vile vile, kwa hiyo hii pia nao inakuwa kuna kitu fulani kinakuwa kinapungua katika timu. Kwa upande wa Simba wamefanikiwa katika eneo hilo. Na Simba sasa hivi ukiangalia inacheza kwa maelekezo, inacheza kwa matokeo ya kwenye uwanja wa mazoezi. Uioni ikiwa inacheza katika individual brilliant. Inacheza ni kabisa, unaona kuna combination ya timu. Kitu kinaonekana kabisa, pasi zinazopigwa, maelekezo, na Steve Barker akisimama unaona kitu ambacho kinafanyika. Kwa yote katika yote mimi naona kwamba wako vizuri. Mchezo wa Simba Coastal Union dhidi ya Simba ambapo tutaenda kucheza kule Mkwakwani. Mchezo wa leo na utazamaji utakuwa ni mchezo wa aina gani kwa upande wa Simba Sports Club? Simba anaenda kumuona kwa mara ya kwanza, anakwenda kukaa juu ya kilele cha msimamo wa ligi, kwa maana ya kwamba akifanikiwa kuweza kushinda atakuwa juu kwa alama moja, kwa sababu anazidiwa alama mbili na Yanga. Na leo akiweza kufanikiwa kumfunga Coastal Union, na muona akienda kukaa kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu kupita bila kukaa kileleni, ataenda kukaa kwa alama moja juu. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu namuona Simba akiwa na nafasi kubwa zaidi ya kuweza kushinda kulingana na muendelezo alioonyesha siku za hivi karibuni. Lakini pia ukiangalia viwango vyake vya ufanisi, amecheza mechi 23. Katika mechi 23 amekusanya alama 52. Viwango vya ufanisi ni 75%. Kwa hiyo ina maana kwamba ana viwango vya ufanisi vya hali ya juu. Ukimuona kwamba yuko nafasi ya pili, anachungulia kwenda nafasi ya kwanza. Akifanikiwa kushinda anakuwa anakaa pale juu kileleni. Wakati huo anampa deni mpinzani wake ambaye Young African mwenye michezo 23, mwenye alama 54, mwenye viwango vya ufanisi 78.26. Huyu akiweza kufanikiwa kumtangulia, ina maana kwamba atatanguliwa kwa alama moja. Young African atapata deni ya lazima ashinde ili aweze kukaa mbele kwa alama 2 kama kawaida yake. Kwa hiyo ina maana kwamba sisi kimpira tunachokisema, it's better to have point on hand than to have point on play. Yani kwa watu wa mpira wanapenda sana kuwa na point mkononi kuliko point ambayo unategemea paka uende kucheza uzipate. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ina maana kwa Simba atatumia hiyo formula kwamba lazima nipate point kwanza, alafu Yanga ashinde ili aje juu. Lakini ukisema kwamba mimi hata nikishinda Yanga akishinda atakuwa juu, maana yake utakosa formula za kimpira. Kwa hiyo lazima Simba ashinde, akae juu, ili Yanga ampe deni sasa, naye ashinde arudi katika nafasi yake ya juu. Kwa hiyo unaona upinzani utakuwa wa hali ya juu. Kwa hiyo ninaiona Simba ikiwa kama timu namba 1 kuelekea katika mchezo huo. Na wakati huo pia mind you kwamba Simba wanahitaji waweze kukaa juu ya kilele ili kuweza kujipa uhakika kuchukua kombe. Wakati huo pia wana mechi tena na huyu katika hatua ya nusu finali kombe la shirikisho FA. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo unakuja kuona kwamba Simba anapata faida kwamba anakwenda kulimechi na mtu ambaye ana uhakika kwamba huyu nitakutana naye katika hatua inayofuata. Kwa hiyo hii ni kama friend game, lakini hii kama mechi ya kimaamuzi. Kwa makosa atakayoyafanya katika mchezo huu, either apate ushindi au akose ushindi, yatakwenda kumsaidia pia kusahihisha katika mchezo unaofuata wa FA. Kwa hiyo kwa upande wa Simba namuona ni mtu ambaye amenufaika zaidi. Amepata time ya kucheza naye mara 2, mpinzani ambaye anakwenda kumalizana naye katika mchezo wa FA. Kwa mimi naiona Simba ikiwa timu namba 1, wakati huo Coastal Union akienda kujibu kile ambacho atakuwa anaulizwa na Simba Sports Club. Na uimara wa Simba umekuwa mkubwa zaidi katika backline yake. Na mimi backline ya Simba naiona kwa jicho la tofauti. Ukiniambia mabeki wa Simba wazuri ni nani, nitakutajia beki wa kwanza ni Kratos Chama, beki wa pili ni Elim Panzu, beki wa tatu ni Aniseti Ura, beki wa 4 ni Libase Gwaye. Umeelewa vizuri? Hawa ndo mabeki wakubwa wa timu ya Simba Sports Club. Kwa nini nawaita mabeki? Kwa sababu hawa wanapoweka line yao pale juu wanakupa tahadhari wewe kuweza kufanya pressing upande wao, kwa sababu wao kwanza wanakuzuia wewe usije katika eneo lao. Na kama ukifanikiwa kupita eneo lao, wao wakiwa wamefanya transition na kuweza kufanya backup ya mashambulizi, ni rahisi zaidi kukudhuru, kwa sababu wanaye Libase Gwaye, wanaye Elim Panzu, wanaye Aniseti Ura, wanaye Chama, ambao hao wote wana uwezo kukaa na mali mguuni, wana uwezo wa kufanya maamuzi ya haraka zaidi. Kwa hiyo katika eneo hilo Simba naona wakiwa wako very solid, wakiwa wako na utimamu wa hali ya juu. Lakini pia utarejea confidence aliyokuwa nao Kibabage Nixon,
amekuwa akiwa na overlapping vizuri, akiwa na defense vizuri, lakini pia fighting spirit yake imekuwa ya hali ya juu. Yani anatumia nguvu yake to the maximum. Namuona akiwa anazidi kuimarika, namuona mtu ambaye anaanza kufanya maamuzi ambayo mwanzoni alikuwa hayafanyi kwa usahihi sana anapofika katika eneo la mwisho. Rejea pasi ya goli aliyoitoa goli la kwanza dhidi ya TRA, anampasia Clatous Chama. Alikuwa amepiga kwa utulivu mkubwa sana kwa sababu Anicet Ula kamgusia, yeye kaingia kwenye boxi, touch ya kwanza, touch ya pili anapiga V-pass inakwenda kwa Chama anafunga. Hii inamuongezea confidence ya hali ya juu. Rejea tena mchezo wa pili wa TRA dhidi ya Simba. Huyu alisababisha penalty kwenye eneo la boxi la TRA. Huyu Nixon Kibabage. Kwa hiyo Nixon Kibabage amekuwa na michoro ya kutisha sana kwa sasa hivi upande wa Simba Sports Club, lakini pia unamuona Duchu naye amekuwa na ubora mkubwa sana, umeelewa vizuri, na hata ukiangalia pasi ya goli ambayo alitoa dhidi ya TRA na amepata confidence na uongozi wameanza kumzungumzia vizuri kwamba wanaweza wakampa mkataba. Kwa hiyo nao hii pia inaonyesha morali na nguvu kubwa ndani ya Simba Sports Club. Katika hayo yote utazungumza, lakini utarudi kwa Steve Barker ambaye ni kocha ambaye ana stand as the father katika timu. Yani Steve Barker ukimwangalia akikaa ndani ya Simba Sports Club, yani pale ni kama baba, wengine wanamuita babu. Yale maisha na Sidi Nabi yale akiwa Yanga, Nkane anamuita babu. Umeelewa vizuri, Kibwana Shomali anamuita Nabi babu, ndio kinachokuja kutokea kwa Simba Sports Club. Kwamba Nixon Kibabage ana uwezo wa kumuita babu Steve Barker, umeelewa vizuri hapo. Watu kama Morris Abraham wanamuita babu, umeelewa vizuri, na udogo ambaye aliingia akafunga goli wa Simba huyo, naye pia anamuita babu, umeelewa vizuri. Wakina Chama, wakina Anicet Ura, wakina Elim Panzu wakimwangalia wanasema you are my father, umeelewa vizuri. Kwa hiyo ukiangalia kitu kama hicho kinakuwa kinajenga kitu kikubwa sana ndani ya klabu ya Simba, ambao kwa sasa hivi ukiangalia ndani ya Yanga hiyo kitu kinakosekana, kwamba kuwa na kocha ambaye anasimama kama baba. Ukimwangalia Mwalini, ukimwangalia na Pacome Piedo, ukimwangalia na Shedrack Kisaka Boka, ukimwangalia Mwalini unamuona kama mshikaji, unamuona kama blaza, kama msela wetu. Na vile kwa hiyo hii pia nao inakuwa kuna kitu fulani kinakuwa kinapungua katika timu. Kwa upande wa Simba wamefanikiwa katika eneo hilo. Na Simba sasa hivi ukiangalia inacheza kwa maelekezo, inacheza kwa matokeo ya kwenye uwanja wa mazoezi. Uioni ikiwa inacheza katika individual brilliant. Inacheza yani kabisa, unaona kuna combination ya team. Kitu kinaonekana kabisa, pasi zinazopigwa, maelekezo, na Steve Barker akisimama unaona kitu ambacho kinafanyika. Kwa yote katika yote mimi naona kwamba wako vizuri kabisa. Lakini mtu mwingine wa kuchungwa zaidi ndani ya Simba kwa sasa hivi, kuna mtu anaitwa Christopher Begerman. Huyu kocha msaidizi wa Simba. Huyu jamaa msomalamani mzuri sana. Mara nyingi anakuwa na LCD chake, ana laptop chake fulani hivi anaangaliaga kabla ya mechi, baada ya mechi, wakati mechi inaendelea. Huyo ndo amekuwa noma kweli. Yaani huyo ndo wa kumwangalia zaidi, kwa sababu pasi na hivyo Simba watasumbua sana msimu huu na msimu unaokuja.